Tarehe 19 ya mwezi wa 12 mwaka 2025 ni siku ya Ijumaa. Karibu katika Star TV Adhuhuri, nitakayekuongozea mchana huu wa leo. Naitwa Frankie Tawa. Karibu tuwe sote. Naibu Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Wanu Hafidh Amir ameeleza kuridhishwa na utekelezaji wa mradi wa kujenga ujuzi wa kuimarisha ushirikiano wa Afrika Mashariki unaotekelezwa katika Chuo cha Taifa cha Usafirishaji ambao unagharimu shilingi bilioni 57. Adam Luhomwa anatujuza taarifa hii. Wanu ametoa ujumbe huo jijini Dar es Salaam katika ziara yake ya kutembelea Chuo cha Taifa cha Usafirishaji NIT kukagua utekelezaji wa mradi huo, ambapo amesema amefarijika kuona namna chuo hicho kilivyojipanga kupunguza uhaba wa wataalamu katika usafiri wa anga. Nimefarijika sana, narudia tena, nimefarijika sana kuona namna Chuo cha Taifa cha Usafirishaji kilivyojipanga katika kutekeleza na kutafsiri dhamira na maono makubwa ya serikali katika kuhakikisha tunapunguza kwa kiasi kikubwa uhaba wa wataalamu wa usafiri wa anga kwa kuwajengea uwezo wa Tanzania. Ikumbuke kuwa jitihada hizi pia zinatekeleza moja ya nguzo muhimu ya Dira ya 2050 ambapo taifa limedhamiria kujenga jamii iliyoelimika, yenye ujuzi na inayopenda kujifunza zaidi. Wanu amesema serikali inakusudia kuangalia namna ya kutoa mikopo kwa wanafunzi wanaosoma kozi za usafiri wa anga ikiwemo urubani na uhandisi wa ndege kupata mikopo ili kuwawezesha kumudu gharama za masomo hayo. Hizi kozi za urubani zinakuwa zina gharama kubwa sana na kozi hizi ambazo zinafuatana nazo, lakini tumesikia ombi la wanafunzi na hili lilishawahi kufika kwenye wizara yetu, kwa tunaangalia namna gani ya kwenda kulifanyia kazi. Tunalifanyia kazi, tunatarajia huko mbele hizi ada tutaangalia namna gani serikali itaweza kuwasapoti kuona kwamba tunashusha huu mzigo mkubwa kwa wazazi. Mkuu wa Chuo cha Taifa cha Usafirishaji NIT Dr. Prosper Mgaya amesema mradi huo umeongeza hadhi ya chuo hicho ndani na nje ya nchi. Kazi yake kubwa ni kuanzisha hiyo Center of Excellence ya Aviation na Transport Operations. Kile kipato cha Transport Operations mradi pia ulisapoti maeneo mengine ambayo sio ya aviation, kwa sababu tunafanya transport hapa. Kwa hiyo kuna component ya capacity building ya staff. Mradi pia ulitumika kupeleka kusoma wale walimu wengine kwa maritime, walimu wa logistics, walimu wa mambo ya railway. Sasa hivi tulipeleka walimu wa kufundisha masomo ya railway Ethiopia kwa masters. Kwa sasa hivi tuna kozi za railway, tuna SGR, kwa hiyo lazima tuwe na hizo kozi. Kwa hiyo tuna hizo kozi, kwa hiyo pia mradi pia ulituwezesha kupeleka hao walimu. Msisitizo wa serikali ni kuhakikisha inakuwa na wataalamu wa kutosha wenye ujuzi na sifa zinazokidhi mahitaji ya sasa. Hivyo NIT ina nafasi kubwa ya kuzalisha wataalamu hao. Adam Luhomwa, Star TV, Dar es Salaam. Asante Adam Luhomwa kwa taarifa hiyo kutoka Dar es Salaam. Mkuu wa mkoa wa Mbeya Beno Malisa ameutaka uongozi wa bodi ya bonde la Ziwa Rukwa kuhakikisha unaandaa mpango wa haraka wa kumaliza mgogoro uliopo kati ya wachimba mchanga na jumuiya ya watumia maji katika bonde la mto Mbalizi ili kulinda chanzo cha mto huo. Laudence Mkonda anatuhabarisha. Katika uzinduzi wa bodi ya 7 ya maji ya bonde hilo uliofanyika mkoani Mbeya, Malisa amesema uharibifu wa vyanzo vya maji unaendelea kwa kasi kutokana na shughuli za kibinadamu. Nadhani ni kuongeza hili la kuachieni jamii ina mawazo. Sasa tushike kipi? Kwa sasa nadhani ile bonde ibaki la msingi na tunapoelekea kuendelea kabisa. Kwa kuanzia nilipoanza mpaka sasa kwa miaka michache iliyopita ni kubwa mno, sio jambo la kulikalia kimya. Lakini sasa tuko katikati, tuchague kimoja. Na ule mtihani kwa mwenyekiti. Akizungumza baada ya kukabidhiwa vitendea kazi, mwenyekiti wa bodi ya bonde la Ziwa Rukwa William Waluvanda anasema bodi hiyo itahakikisha vyanzo vyote vya maji vinatunzwa.
italazimu sisi kama bodi tujipange vizuri ili kuhakikisha kwamba matumizi ya maji kwanza yanakuwa endelevu, watu wanafuata sheria, tunahamasisha na kushawishi idara na umma kwa ujumla kushiriki katika kuvitunza na kuvilinda vyanzo. Wajumbe wa bodi walioteuliwa wameahidi kuibua mawazo bunifu ya kutatua migogoro ya matumizi ya maji, huku wakitoa wito kwa wananchi kushiriki kikamilifu kulinda rasilimali hiyo. Mawazo yote ambayo tumeyapata kutoka kwa mwenyekiti wa bodi iliyostaafu, kwa maana bodi ya 6 ya bonde la Ziwa Rukwa, yale mawazo pamoja na zile changamoto ambazo wenzetu walipitia, tuhakikisha kwamba sisi tunaivusha sasa bodi kupitia bodi ya 7 kutoka hatua walioishia mpaka huko tunapoendelea. Kwa sisi kama bodi mpya tutahakikisha kwamba tunaanzia pale wenzetu walipoishia na kuendelea mbele kwa ajili ya kuhakikisha kwamba vyanzo vya maji vinatunzwa na kwa maana usimamizi wa rasilimali za maji unafanyika. Tumeona kwamba kuna mambo ya kuhakikisha kwamba tunahifadhi maji, kuwa na water security. Mto Mbalizi unatajwa kuzingirwa zaidi na shughuli mbalimbali za uchimbaji wa mchanga ambao unatajwa kuchangia uharibifu wa mazingira ndani ya mto huo. Laudent Simkonda, Star TV, Mbeya. Bodi ya barabara ya mkoa wa Kilimanjaro imeadhimia kusimamia miradi ya barabara pamoja na kufanya tathmini ya barabara ili kuwezesha wakazi wa mkoa huo kuondokana na changamoto za barabara zinazopelekea kukosa huduma muhimu. Huyu hapa Diana Rose Charles anatuarifu. Ni kikao cha bodi ya barabara mkoa wa Kilimanjaro kikiendelea. Lengo ni kupokea taarifa na kufanya tathmini ya hali ya barabara katika mkoa huo. Bajeti ya 2025 utekelezaji wake umefika 84, ambapo kilomita 13.21 kwa kiwango cha lami zimejengwa na barabara za kiwango cha changarawe kilomita 217.84 zimejengwa na ufunguaji wa barabara kilomita 125.56. Madaraja 30 yamejengwa na sehemu korofi na za kawaida zimefanywa kutengeneza kilomita 523.34. Kama barabara ni uchimbaji wa mchanga na kilimo, lugha chafu katika maeneo ya mizani, ufinyu wa bajeti tofauti na mahitaji tuliyonayo, uharibifu wa barabara na madaraja, uharibifu wa alama za barabarani. Tunashukuru nilizungumzia hili. Baada ya kupokea taarifa za hali ya barabara pamoja na changamoto katika utekelezaji wa miradi ya barabara, wajumbe nao wakatoa mapendekezo. Ni sambamba na kile kivuko kinachounganisha halmashauri ya Moshi Kijijini Kilabela pale Mwezi 6 mpakani. Sasa mara nyingi tunaambiwa tunasimamiwa na TANROADS ya mkoa, TARURA ya mkoa. Watu wanakufa pale kipindi cha mafuriko. Tusaidieni kile kidaraja, ni kidogo sana wala sio cha gharama kubwa. Nikiamua unaweza kutuleta ili kuepusha vifo vinavyotokea pale mara kwa mara. Kuna eneo la kwenye madaraja yale sisi tunaweka vibao vyetu vya kuwatanabaisha watu juu ya sheria zetu za kutunza mito. Kwa hiyo ninatamani kwa sababu meneja amesema wanaenda kuwaita watumia wa maji wa maeneo, na sisi tunaweka vibao vyetu kwenye maeneo hayo. Yeye ana mita 30 za barabara, mimi na mita 60 za eneo la chanzo. Kwa hiyo nadhani tutaongea, tutakubaliana ili tusiwekeane ada za nani. Yeye anatumia eneo la reserve yangu na mimi natumia eneo. Mwenyekiti wa bodi hiyo ambaye ni mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Nuruddin Babu akasema bodi hiyo itahakikisha ujenzi wa barabara unaotekelezwa unakidhi viwango. Sisi kama mkoa tutaendelea na kuratibu na kufanya ukaguzi wa kazi za matengenezo ya barabara kabla ya kikao cha bodi ya barabara, kwa lengo kuu la kuhakikisha kwamba barabara zetu zote zinajengwa katika viwango vinavyokubalika. Kwa kuwa baadhi ya wajumbe wa kikao hiki ni wapya, napenda kuhakikishia kuwa kwa kipindi cha kwanza cha awamu ya 6 pamoja na kutokea athari za mvua za El Nino, lakini mameneja wetu wamefanya kazi nzuri sana, naomba tuwapongeze. Diana Rose Charles, Star TV, Kilimanjaro.
Asante Diana Rose Charles kutoka mkoani Kilimanjaro. Serikali wilayani Tarime mkoani Mara imetoa siku 3 bodi ya maji bonde la Ziwa Victoria kanda ya Ziwa kuhakikisha wanafanya vipimo ili kujiridhisha kwa lengo la kunusuru wananchi ambao kwa sasa wamejawa na hofu kutokana na uzalishaji wa mgodi wa Matongo Gold Mine. Frankius Cleophas anatupa taarifa zaidi. Mkuu wa wilaya Tarime Meja Edward Gowele kwa kushirikiana na viongozi wengine wanafika katika mgodi wa Matongo Gold Mine kisha kukagua na kutoa maelekezo juu ya uzalishaji wa mgodi huo. Tunahitaji ili tuendelee kuwa na uzalishaji wenye tija kwenye eneo letu, haya mashaka lazima tuyatoe. Sasa mimi natoa siku 3 ambazo mtachukua vipimo vikubwa ninyi watu wa bonde, kwa sababu mimi nitaangalia vipimo vya kwenu sio vya hao. Lakini ninyi ambao ni wa serikali, chukueni hivyo vipimo ambao mnasema bado kwenda kuvipima. Yeah. Kwa maeneo yote chukueni hapo, chukueni pale, chukueni na maji yanayotiririka. Na hizi kwenye ponds. Sawa. Muende mkapime. Ndani ya siku 3 mtuletea majibu. Baada ya maagizo hayo sasa ni kuchukua sampuli mbalimbali ili ziweze kufanywa vipimo kwa lengo la kuleta majibu sahihi. Tumeyapokea maelekezo ya mkuu wa wilaya hii ya Tarime kwamba baada ya siku 3 tuwe tayari tumeshaleta taarifa kamili ya hali ya maji machafu kwenye huu mgodi wa Matongo Gold Mine ambao uko hapa Nyabichune Tarime. Kwa sasa ambacho kinafanyika, tutapeleka sampuli hizo kwenye barabara yetu kwa ajili ya kuzifanyia analysis. Tarehe 20 ambayo itakuwa siku ya Jumamosi tutakuwa tena wilaya Tarime kwa ajili ya kuwasilisha taarifa kamili ya hali ya maji machafu ambayo yanatiririshwa kwenye mgodi huu ambao nimetaja hapo awali. Kwa ujumla tumeyapokea positive mapendekezo yote ambayo yametolewa na Mheshimiwa DC na tunaahidi kuyafanyia kazi yote mapendekezo yaliyotolewa, na tupo tayari kupokea hiyo ripoti ambayo tumeahidiwa tarehe 20. Awali mwenyekiti wa kitongoji cha Komawele Johnson Mangera anasema kuwa viumbe hai wamekuwa wakipoteza uhai, jambo ambalo linaleta hofu kwa wananchi hao mpaka sasa. Kingine pia kinachoashiria ni kwamba samaki wanakufa na vyura. Na hilo tatizo huwa linatokea, itimisi kwamba linaweza likawa limetokea usiku kuamkia asubuhi, unakuta hiyo hali wananchi wanapokwenda kuchota maji unakuta hiyo hali ipo. Mara ya kwanza ilipotokea walinipigia simu nikawa niko Mwanza, nikamwambia jamani, hayo maji msiyatumie na hizo samaki msizitumie. Siku ya kwanza kulitokea maafa makubwa sana ya samaki wengi. Nikiripoti kutoka wilayani Tarime mkoani Mara, Frankius Cleophas, Star TV. Asante Frankius Cleophas, na sasa tujiunge na Sande Kabaya kutoka mkoani Tabora. Serikali imeombwa kurasimisha tafiti za afya, saikolojia na elimu kutoka vyuo vikuu 5 vya nchi za Ubelgiji, Rwanda na Tanzania kwa wataalamu wa afya na walimu kufanya kazi kwa pamoja ili kutatua changamoto za wanafunzi waliofika umri wa balehe kuwa na ujasiri wa kukataa kutendewa matendo mabaya. Tupate taarifa kamili. Mratibu wa tafiti hao Daktari Janet Kigonge ametoa ombi hilo kwa serikali mjini Tabora wakati wa kuhitimisha utafiti uliofanywa kwenye mikoa ya Katavi na Tabora kwa kutoa elimu ya afya ya uzazi kwa muda wa miaka 3 kwa watu zaidi ya 1500, wanafunzi 800, wazazi 760 na wataalamu 32. Tunataka kwa utafiti huu serikali, wizara husika ichukue kama changamoto na kufanya mambo yawezekane. Itolewe miongozo inaonyesha namna gani mtu afya anaweza kwenda kufanya kazi shuleni. Itolewe miongozo inaonyesha namna gani mwalimu anaweza kumrefer mtoto kwenda kwenye kliniki kupata ushauri. Lengo kubwa tunataka mtoto apate message moja. Akienda nyumbani apate message moja, akija shuleni apate message moja, akienda kwenye kituo cha afya apate message moja. Lengo ni kujilinda, kuabstain na kuishi katika misingi ambayo itawafanya wamalize mzunguko wao wa elimu. Baadhi ya makundi mbalimbali yaliyopewa afya ya uzazi kutoka kwa watafiti hao ni mwanafunzi wa shule ya sekondari ya Isevya Mohamed Hamisi Mohamed, mzazi kutoka mkoa wa Katavi Teddy Kapufi na mganga kutoka hospitali ya wilaya Mpanda Daktari Christopher Mwambe. Wanaelezea umuhimu wa tafiti hizo. Elimu ya afya ya uzazi imetuondolea hofu na imetupa sehemu salama ya kupeleka mawazo na fikra zetu endapo tunapokuwa na shaka au na hofu yoyote. Watoto walikuwa na vitu moyoni mwao, lakini anahisi kwamba akimwambia mzazi
mzazi atamchapa, atapata aibu na mambo mengine. Lakini kupitia huu mradi watoto wetu sasa hivi wanafunguka. Lakini pia imewasaidia watoto kujiamini katika kujieleza pale wanapoona mabadiliko ya kimwili. Akizungumza na makundi hayo pamoja na watafiti, mkuu wa wilaya Sikonge Thomas Muyinga kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Tabora Paulo Chacha anaelezea umuhimu wa tafiti hizo kwa serikali. Nipende kutoa ombi maalum kwako mkurugenzi wa elimu ya msingi kwamba yale mapendekezo yanayohusu sera ukubali kufikishia katibu mkuu wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ili mpate kuona jinsi gani mapendekezo haya mazuri ya utafiti huu yanajumuishwa kwenye sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 ili kuwezesha uelimishaji wa vijana juu ya afya ya uzazi kwa ushirikiano wa sekta tatu za afya, elimu na vijana. Katika kikao hiki cha kuhitimisha utafiti uliofanywa na wataalamu hao, wameshauriwa vijana wa kiume na wa kike kukataa kutendewa vitendo ambavyo vinaweza kuathiri ndoto zao. Sande Kabae, Star TV, Tabora. Naibu meya wa jiji la Tanga Khalid Rashid amewahimiza wananchi kuwa mstari wa mbele katika juhudi za kupambana na matumizi ya dawa za kulevya, akisisitiza kuwa mapambano hayo yanahitaji mshikamano wa jamii nzima ili kuwalinda vijana dhidi ya athari zake. Mbonea Herman anatuhabarisha. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mafunzo kwa waelimishaji wa masuala ya dawa za kulevya yaliyofanyika jijini Tanga, naibu meya wa jiji la Tanga Khalid Rashid ameeleza kuwa juhudi za serikali pekee hazitoshi bila ushiriki wa karibu wa wananchi katika maeneo yao. Jamii yetu, ndugu zangu, imeathirika. Nyinyi mnajua, sisi tunajua. Kubadilika kwa jamii yetu kwenye kuathirika kwake ni kwanza sisi wenyewe kukubali kubadilika. Hao kina bandari na wenzao wanaweza wakafanya kazi kubwa pamoja na nyinyi, lakini kama hiyo jamii haijakubali kubadilika yenyewe, tutakuwa tunapoteza muda. Kwa upande wake, mratibu wa asasi ya kiraia Gift of Hope Saidi Bandawe amesema mafunzo hayo yanalenga kuwajengea uwezo wa washiriki ili wawe mabalozi wa mabadiliko katika jamii zao. Kulevya wameachana matumizi ya dawa za kulevya. Sasa hivi hawa wanaenda kuwa ni wataalamu rika na wakufunzi katika maeneo yao. Lakini na nature ya mradi huwa wa Tanga yetu ni una focus kwenye Tanga City, lakini kutokana na geographic area na mazingira ya halmashauri ya jiji la Tanga tumepakana na mipaka, lakini tuna mikoa jirani. Tumeona tuwaite na mikoa jirani, mfano kama mkoa wa Pwani, Dar es Salaam, Arusha na pamoja na mkoa wa Kilimanjaro. Washiriki wa mafunzo hayo wamesema elimu walioipata itawawezesha kutoa msaada kwa waathirika wa dawa za kulevya na kuelimisha jamii kuhusu madhara ya matumizi ya dawa hizo. Mafunzo ni mazuri na yametujengea uwezo, hasa katika sisi watu ambao tunatoa elimu kuhusiana na madhara ya dawa za kulevya. Tumepata package nzuri. Nimejifunza namna ya kukutana na watu wanaoteseka na madawa ya kulevya na namna ambayo nitazungumza nao na njia nitakazotumia kuwasaidia kuepukana na hizi changamoto. Mafunzo hayo ya muda wa siku 6 yameandaliwa na asasi ya Gift of Hope kwa kushirikiana na Botna Foundation, yakifanyika wakati ambao mkoa wa Tanga unashika nafasi ya pili nchini kwa kiwango cha matumizi ya dawa za kulevya. Mbonea Herman, Star TV, Tanga. Asante Mbonea Herman kwa taarifa hiyo. Wakazi wa kijiji cha Ngongongare, wilaya ya Rumeru, mkoani Arusha, wamesema wamekuwa wakikosa mawasiliano ya uhakika ya simu, hali ambayo imekuwa ikiathiri shughuli mbalimbali za kiuchumi. Beatrice Gerard anatupasha taarifa hii. Baadhi ya wakazi wa kijiji hicho wanabainisha namna wanavyoathirika kutokana na kukosa mawasiliano ya uhakika, ikiwemo kukosa fursa mbalimbali za kujiingizia kipato. Mfano kama mimi kazi yangu ni bodaboda, unakuta labda unapigiwa na mteja, labda uko kwenye upepo. Kwa jeli mnara tulikuwa hamna, lakini unakuta unapokea simu network na katakata, unapokea unakuta iko hewani lakini nakata umsikii mtu. Lakini sasa hivi very smart. Nilikuwa nikamisha kiasi kikubwa, nikitumia messages zinachelewa kufika, au bando ukiweka bando yani inachukua muda, inazunguka tu search. Meneja wa masoko kutoka mtandao wa Airtel Julius Mwita akiwa katika uzinduzi wa mnara wa kampuni hiyo anabainisha umuhimu wa mnara huo, ikiwemo kuongezeka kwa shughuli za kiuchumi. Income itapanda
na hasa ukizingatia kwamba hili eneo ni la utalii. Hapa pembeni kuna mbuga ya Arusha Park ambayo ndio inapakana kabisa na makazi ya watu hawa. Kwa hiyo wageni wote waliokuwa wanaingia huku hasa wanapendelea zaidi line za Airtel, lakini kidogo kulikuwa na changamoto ya mtandao. Kwa hiyo sasa income ya Airtel itapanda, lakini hata kwa upande wa wananchi income yao itapanda, kwa maana kwamba kuna watu watafanya biashara ya kuuza vocha. Uongozi wa kijiji hicho pamoja na baadhi ya wakazi wa eneo hilo wanaotazama mnara huu kama mwarobaini wa tatizo la ukosefu wa mawasiliano kwa muda mrefu na kuahidi kuulinda. Kijiji hiki kina ulinzi wa kutosha, kina usalama wa kutosha. Mawasiliano haya yatakayoingia, mambo yatakuwa mazuri sana. Kuhama kwenye Airtel kwa sababu mtandao sasa hivi ni karibu na hamna tena changamoto ya connection. Nimeamua kuchukua hii Smart Connect 5G ya nyumbani. Nilikuwa natumia router ya mtandao mwingine ambayo nilikuwa nalipia hapo ilikuwa 115,000 kwa mwezi. Sasa hivi napewa kwa 70,000 kwa mwezi. Sasa hivi imekuwa nzuri, napatikana muda wote, kama ni pesa nazipata kwa wakati, nikipigiwa simu kwenye shughuli naenda kwa wakati. Mnara huu unatarajiwa kunufaisha zaidi ya watu 2,000 wanaozunguka kijiji hicho. Kutoka wilayani ya Rumeru mkoani Arusha, Beatrice Gerard wa Star TV. Asante Beatrice Gerard kutoka mkoani Arusha. Kanisa la Mennonite Tanzania limewaasa viongozi wa dini kutoachia serikali mzigo wa kutatua matatizo ya Watanzania wakati huo ambapo taifa lipo katika wakati unaowahitaji kusimama na mshikamano na umoja wa kitaifa. Habari zaidi na Sadiki Hunga. Tusipowapa nafasi ya kuwasikiliza vijana, tunaweza tukawa tunatengeneza bomu mbele ya safari. Akizungumza katika warsha ya viongozi wa dini mkoani Mara iliyobeba kauli mbiu ya elimu ya amani taifa salama, Askofu mkuu wa kanisa la Mennonite Tanzania Dr. Nelson Kisare ameyasema hayo na kuongeza kuwa upo umuhimu mkubwa kwa taifa kurejea katika umoja na maridhiano. So ni wajibu wetu sisi kama wazazi, kama jamii, serikali na wazazi tushirikiane kwa pamoja kwa kuwasikiliza vijana. Tuwasikilize hoja zao. Hawa vijana wana hoja zao za msingi, tuwasikilize. Mwenyekiti wa taasisi ya Mwalimu Nyerere Joseph Butiku anaitumia fursa hiyo kuwaasa Watanzania kurejea katika maridhiano kwa nia ya kuendeleza umoja, amani na mshikamano. Tuzungumze tuone kweli wananchi wanaridhika, ambacho wanasema waridhiki ni kipi. Mawazo yao ni mengi, lakini katika mazungumzo hamwezi kukosa consensus, yale mnayokubaliana leo yanawasaidia kwenda mbele na kujenga uwezo wa kuzungumza yale ambayo hamuelewani. You see? Mkizungumza hamwezi kukosa kuelewana. Baadhi ya viongozi wa dini na wawasilishaji wa mada mbalimbali katika warsha hii wanaelezea umuhimu wa uwepo wa amani katika taifa hili. Tuna kila sababu ya kuhakikisha tunatunza amani ya nchi yetu, kwa sababu kila jambo ambalo tunalihitaji katika nchi yetu litapatikana vizuri baada ya kuwa tuna utulivu katika nchi yetu. Ni haki, ni amani. Mwingine anasema kwanza haki, bila haki hakuna amani. Amani, bila amani hakuna haki. Topiki yangu nazungumza, bila mawasiliano bora hakuna amani. Lakini vile vile bila amani hakuna mawasiliano bora. Kama viongozi wa dini mna nafasi kubwa sana katika kutekeleza amani, haki na utawala wa sheria. Warsha ya viongozi wa dini mkoani Mara imefanyika mjini Msoma ili kuwajengea uwezo wa kutambua mambo mbalimbali ya usuyo katiba ya nchi, utawala bora na ulinzi wa amani. Sadiki Hunga, Star TV, Mara. Airtel Tanzania imezindua teknolojia mpya ya Voice over LTE VoLTE bila chenga ambayo itaboresha ufanisi wa mawasiliano ya simu kwa watumiaji wa mtandao huo nchini kote. Karibuni sana and thank you for joining us today as we mark yet another milestone in Airtel's journey of innovation and customer empowerment. Leo tunafungua ukurasa mpya wa mawasiliano, kasi zaidi, ubora zaidi
na kila simu bila chenga. I'm proud to officially announce the launch of Voice over LTE, a revolutionary technology that allows our customers to make crystal clear HD calls over our 4G and 5G networks. Ya kwanza ni ule ubora wa huduma ya sauti. Sauti inakuwa clear kabisa bila chenga. Faida ya pili ni kule kutokukatika kwa huduma ya sauti au huduma ya internet wakati uko kwenye mnapiga simu ya sauti. Hiyo ni faida ya pili kubwa. Faida ya tatu, hii Volte pia inapunguza, haiathiri matumizi yako ya betri kabisa. Kwa hiyo tumia Volte, matumizi yako ya betri yanabaki kuwa pale pale kama ambavyo hautumii Volte. Na huduma hii tumeizindua leo kimkakati tunavyoelekea sikukuu za mwisho wa mwaka. Kwa hiyo niwape uhakika wateja wetu wote ambao watakuwa wanatumia Volte, mnaweza kutumia huduma mitandao ya kijamii, ukapiga simu, ukapokea simu bila mtandao wa kijamii ile kukatika. Imeelezwa kuwa kuna uwezekano mkubwa wa kupunguza idadi ya watoto wenye ulemavu wa akili na viungo iwapo jamii itaweza katika elimu kuhusu utambuzi wa viashiria vya changamoto hizo kabla na baada ya mtoto kuzaliwa. Angelo Moleka ana taarifa zaidi. Katika kituo kinachojihusisha na utengamavu wa watoto wenye ulemavu wa viungo na akili kinachoendeshwa na shirika la Sibusiso katika kijiji cha Mokusoro, wilaya ya Rumeru, limefanyika kusanyiko la wazazi na watoto wenye changamoto hiyo na wadau wengine, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya siku ya watu wenye ulemavu ambayo kidunia huadhimishwa Disemba 3 kila mwaka. Na hapa baadhi ya wazazi wakitoa ushuhuda jinsi walivyokaribia kuwakatia tamaa watoto wao kabla ya kupata elimu ya utambuzi na jinsi ya kuwahudumia. Mtoto wangu alikuwa haizi kukaa. Kwa kweli nilifika hapa Sibusiso nikiwa ni mama wa mtoto wa mwaka mmoja. Basi nikaona wataalamu wakabaini mtoto wangu anahitaji kufanyiwa mazoezi. Ndani ya miezi mitatu niliokaa hapa Sibusiso, mtoto wangu aliweza kukaa na kuanza shingo yake kukaa vizuri. Ndikuja mtoto wangu atembei kabisa. Tukadili na mazoezi na washauri wazazi wenzangu wenye watoto wenye changamoto tusikate tamaa. Japo kuna maneno ni mengi tunakutana nayo. Mwingine anaweza kukwambia umemtoa mtoto wako kafara, umefanya nini? Mimi mambo nimekutana nayo. Nilitumia kanuni moja ya kumpenda. Na upendo nikagundua kwamba kumbe ni tiba kubwa sana kwa mzazi mwenyewe pamoja na mtoto mwenyewe. Ukimpenda yule mtoto anahisia. Mtazamo wa kaimu afisa ustawi wa jamii wa wilaya ya Rumeru, Elizabeth Mohere, ni uwajibikaji utakaowasaidia kuwapunguzia watoto wa aina hiyo matatizo ya kudumu na kuwaona kama mzigo. Tunaendelea kusisitiza kwenye swala zima la kutoa elimu, lakini la kuchukua hatua. Ukichelewa inawezekana mzigo ukawa mzito sana katika familia. Kuna wengine wanafikia manyumbani, tukijumuishwa sisi ni watu kama wengine. Kwa mujibu wa mkurugenzi mkuu wa shirika la Sibusiso Martha Lucas, huduma kwa watoto na wenye ulemavu wa akili na viungo haiishii tu kituoni hapo, kwani wana programu ya kuwafuata nyumbani na hata shuleni. Kwa mwaka 2024 tumeweza kuwahudumia watoto zaidi ya 122 waliojoin katika programu ya dormitory, lakini kuna wale ambao watoto 805 wamepata huduma ya utengamao, wale wanakuja na kuondoka, lakini tumeweza kutoa huduma ya kufundisha manyumbani kwa watu zaidi ya 223. Huduma kwa wenye changamoto ya ulemavu wa akili na viungo inayotolewa na kituo hicho ni kuanzia mwaka 0 hadi miaka 27. Angelo Moleka, Star TV. Asante Angelo Moleka kwa taarifa hiyo, na taarifa yake Angelo Moleka kutoka mkoani Arusha inahitimisha Star TV adhuhuri. Kwa niaba ya chumba cha habari niliokuwa nakuongozea mchana huu wa leo, naitwa Frankie Tawa. Nikutakie mchana mwema.